Twahara ndio jambo la kwanza muhimu kabisa katika harakati za kutekeleza ibada ya swala. Sasa kama mwanamama hajui hata namna ya kujitwaharisha kutokana na hedhi ama nifasi, unajiuliza kwamba hii swala yake anaweza kuitekeleza kwa namna gani? Sasa nimeonelea nichukue fursa hii kuizungumza japo kidogo tu kwa muhtasari juu ya swala hili la hedhi na nifasi. Lakini ninawaasa kina mama, ebu wajaribu kuingia madarasani wakajifunze swala hili la twahara kwa upana na ujumla wake, ili iwasaidie katika kutekeleza ibada mbalimbali ikiwemo ibada ya swala. Sasa unapoizungumzia hedhi, unazungumzia hali ambayo huwa inawakuta kina mama kila mwezi, ambayo hali hiyo kikutana nayo wanaingia kwenye hukumu ya hadath kubwa, na hadath kubwa huwa haiwezi kuondoka mpaka mtu aoge. Lakini unapoizungumzia nifasi, unaizungumzia hali vile vile ama hadathi ambayo mwanamke huyu anakutana nayo mara baada ya kujifungua. Kujifungua huku iwe imekamilika ile miezi 9 mama akajifungua, au kabla ya miezi 9, kwa mfano mwanamke anapoharibikiwa na mimba akapata miscarriage, vile vile anaingia kwenye hukumu hii ya nifasi. Sasa mwanamke anapoingia katika hukumu hii ya nifasi ama anapoingia kwenye hukumu ya hedhi, anatakiwa akae katika zile siku zake ambazo atakuwa kwenye jambo hili, ambako wako wanawake wanaingia kwa siku chache sana za hedhi, wengine chini ya siku 1 ama siku 1, lakini wako wanaoenda siku nyingi 7 au zaidi ya hapo. Lakini katika swala la nifasi vile vile wako wanawake ambao wanaingia kwa siku chache kabisa, siku 1 ama 2, lakini wako ambao inakwenda kwa muda mrefu mpaka inaweza ikafika siku 40. Lakini inapofikia mahala sasa mwanamke huyu ile damu ya hedhi ama damu ya nifasi imekatika, basi ili arudi kuwa twahara kiasi cha kuweza kutekeleza ibada mbalimbali ikiwemo ibada ya swala, basi anatakiwa aoge. Katika kuoga huku, faradhi za kuoga ni 2 tu. Ni kutia nia ya kuondosha hadath kubwa na kueneza maji mwili mzima. Ina maana kwamba ahakikishe kila kiungo cha mwili wake kimepata maji, kuanzia ngozi ya kichwa, nywele, sehemu zote nyingine za mwili ahakikishe kuwa zimepata maji. Hapo tayari atakuwa ameshatwaharika. Lakini kwa upande wa sunna, katika kujitwaharisha huwa kunatanguliwa na kustanji, kisha akatia udhu kama udhu wa kwenye swala, kisha akasafisha upande wake wa kulia. Ina maana katika kuoga ataanza upande wa kulia mara 3, kisha atakwenda upande wa kushoto mara 3, na kisha ataeneza maji mwili mzima. Cha muhimu katika kujitwaharisha na hedhi na nifasi, hakikisha kwamba nywele zako umezifumua. Hii itakuhakikishia kila sehemu ya kichwa kupata maji, zikiwemo nywele zenyewe kwa ukamilifu wake pamoja na ngozi ya kichwa. Kwa kifupi kabisa, hivyo ndio namna nyepesi ya kuweza kujitwaharisha kutokana na hedhi na nifasi. Kuna waasa kina mama tuache zile tamaduni ama tabia hasa ziko katika maeneo ya vijijini za mwanamke anapomaliza nifasi kuogeshwa ima
na masheikh au na wake wa masheikh, katika jambo ambalo ni jepesi kabisa mtu kuweza kujitoharisha ama kuoga wewe mwenyewe. Hakuna umuhimu wowote ule wa kuogeshwa na sheikh. Cha kushangaza katika kukuogeshwa, anayetia nia mwingine na anayeoga mwingine. Kwa unaweza ukajihisi kwamba umeoga katika kuogeshwa huko, lakini ikawa bado haujatoharika kwa sababu haujafuata ile misingi ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuelekeza katika kuoga. Hii ni An-Nisaa TV.